Na mwanahabari wangu, karibu kabisa katika chaneli yako hii ya YouTube, na leo tumekusogezea taarifa kutoka kwa kiongozi mwenyekiti mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, ambapo taarifa zinasema Tundu Lissu ashtakiwa kwa uhaini Tanzania. Taarifa hizo tunaweza kuzipata hapa, lakini kwanza kabisa ni kuombe usubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Asante kwa wale ambao wamesubscribe na kuweza kuwa mwanafamilia. Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa shitaka la uhaini. Tundu Lissu anayetetewa kwa sasa na mawakili 6 ambao ni Dr. Rugemela Inshallah, Dickson Matata, Jebra Kambole, Michael Lugina na Hekima Mwasipo pamoja na Gaston Garubindi, alisomewa shitaka hilo la uhaini na wakili Nasoro Katuga. Mbali na shitaka hilo, anatuhumiwa kwa kuchapisha taarifa za uongo kuhusu kuharibiwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024, kutumika kwa polisi kuipa kura na majaji kutotenda haki, na kwa kuwa ni wateule wa rais. Hata hivyo, mahakama hiyo imesema haina uwezo wa kusikiliza makosa ya uhaini na kuhairisha kesi mpaka Aprili 24 mwaka 2024. Awali jeshi la polisi nchini Tanzania lilisema lilimkamata Lissu jana mkoani Ruvuma kwa tuhuma za kufanya uchochezi wa kuto kufanya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Aidha, polisi nchini humo kupitia taarifa yake ilitoa onyo kwa vyama vyote vya siasa kutotoa maneno ya uchochezi, kashfa kwa polisi na serikali na viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Mapema polisi walipiga mabomu ya machozi na kuwatawanya wafuasi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, huku wakizua viongozi wa chama hicho kufanya mkutano na waandishi wa habari. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kushikiliwa pia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche, mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema, mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Kusini Aden Mayala, na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia. Hata hivyo, kiongozi huyu wa chama cha Chadema ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, alikamatwa hapo jana baada ya kumaliza mkutano hadhara mkoani Ruvuma, kusini mwa Tanzania, akiendelea kunadi msimamo wa chama hicho, no election no reform. No reform, no election ni msimamo wa kisera wa chama hicho uliopitishwa na kamati kuu katika kikao chake cha Disemba 2 na Disemba 3, 2024, unaodai kuwa Chadema haitoshiriki uchaguzi huo mkuu wa mwaka huu kama hakutafanyika mabadiliko ya kimfumo katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na marekebisho ya katiba, sheria na kuhakikisha kuwepo kwa tume huru ya uchaguzi. Zaidi, Lissu na chama hicho unaelezea kwamba uchaguzi hautafanyika nchini humo kama marekebisho wanayodai hayatafanyika. Taarifa ya jana ya chama hicho inadai kutofanyiwa haki na jeshi la polisi. Mwanahabari, nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni taarifa za kimataifa kutokea kule nchini Tanzania, ambapo mwenyekiti wa chama cha upinzani nchini humo Chadema, Tundu Lissu, ameweza kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam kwa shtaka la uhaini, ikiwa ni pamoja na mambo mengine ya kukataa kugomea kuto kufanya uchaguzi mkuu unaoendelea Tanzania mwaka huu. Nikushukuru sana mwanahabari wangu ambao umeendelea kuungana nami, na pia hata mwanamchezo ambaye umeendelea kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Niseme asante kwa kuungana nami, lakini niseme asante kwa wale ambao wamesha-subscribe, na wewe ambaye bado hakikisha una subscribe. Nikushukuru sana kwa kusubscribe na kuweza kuwa mwanafamilia. Nite Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.